Bana, kutoka mitaa ya Nkuruma, mtaa wa Nkuruma hapa, zilipo ofisi za Mikoi Kisugu. Sasa mimi imebidi nimfuate nani kwa sababu moja tu. Young Africans muda mfupi uliopita kwenye mkutano wao na wanahabari wameeleza vitu vingi sana kuelekea mchezo wa dabi kwa sababu wao ndio wenyeji. Mojawapo ni zile tickets za Machi 8 kwamba kama ile tiketi yako unayo basi fika Benjamin Mkapa siku ya Jumatano kesho kutwa. Kama hauna pia wewe fika, lakini kitu kingine wamezungumzia namna ambavyo wanahitaji ushindi, lakini zaidi ni surprise ambayo imetolewa na ofisa habari wa bodi ya ligi Kalim Boimanda kwamba kwenye mchezo huo wa mwisho wa kesho kutwa wa ligi kombe litakuwepo pale Benjamin William Mkapa. Nazungumzia ule mwali wa NBC Premier League, na baada ya mchezo kumalizika bingwa ambaye ama timu ambayo itakuwa imetawazwa kama bingwa na itakabidhiwa kombe moja kwa moja, kitu ambacho nadhani itakuwa ni mara ya kwanza kwa miaka mingi kufanyika, kwa maana kwamba atakayemaliza mchezo huo kwa kuibuka na ushindi ndiye atakuwa bingwa ligi kuu NBC msimu wa 24-25 na atakabidhiwa kombe pale pale uwanjani. Hiyo ndio surprise ambayo ilitolewa na ofisa habari wa klabu, ofisa habari wa bodi ya ligi, namzungumzia Kalim Boimanda. Lakini kitu kingine ni ile kauli ya Ahmed Ali ambaye alizungumza na mashabiki wao jana kwamba kwa heli ya kuonana wameagana, msimu ulikuwa mzuri, lakini kama kutakuwa kuna chochote kuelekea dabi watapeana taarifa. Mimi nimezungumza na mashabiki wengi, hasa wengi wao walioko mikoani, wananiuliza waje ama wasije. Sasa mimi ngoja nizungumze na Kisugu hapa tumsikilize yeye maoni yake ni yapi. Kisugu, vipi hali bwana na unaendeleaje? Salama, naendelea vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko salama na afya njema, alhamdulillah rabbil alamin. Bwana, bila kupoteza muda, ukiwa ni miongoni mwa mashabiki maarufu sana, maana yake sasa wewe unawakilisha wengi kwa maana kwamba nchi nzima huko, wengine ambao sisi hatujapata nafasi ya kuzungumza nao, basi wewe unazungumza kwa niaba yao na wanapenda kusikia kwamba Kisugu amezungumza hiki. Bwana, tuambie nyinyi kama mashabiki maandalizi yenu, kwa sababu dabi ni kesho kutwa siku ya Jumatano, kwenda kujaza uwanja wa Benjamin William Mkapa kuipa support timu yenu kwenye mchezo huo. Mimi nafikiri unauliza swali Rashid ambalo jibu umeshalitoa. Umesema wewe mwenyewe kwamba msemaji wa Simba Sports Ahmed Ali jana alizungumza. Mimi sikuwa shahidi katika hayo, isipokuwa inaonekana wewe mwandishi ulikuwa shahidi katika hayo. Na umesema Ahmed Ali amewaambia kwamba ameandika kwenye Instagram yake, lakini pia amewaambia amewapongeza kwa namna ambavyo walivyoshiriki kusupport timu yao, si ndio? Lakini akasema kama kuna taarifa nyingine yoyote itakayotokea basi tutajuzwa. Kwa hiyo niwaambie tu wana Simba kupitia nyika Njenjere TV waendelee kununua pesa, waike bando ili wakague katika akaunti za Simba, watapata kile ambacho kinachoendelea. No, lakini mechi ni kesho kutwa Sheikh. Sio kesho kutwa, ingekuwa kesho. Simba ni moja wa wanachama watifu sana, tunatii uongozi uliokuwa madarakani. Moja ya kiongozi wetu sisi tunaamini Ahmed Ali ni kiongozi wa Simba. Ahmed akisema Simba imefanyaje? Imesema. Kwa hiyo wewe unataka mimi niende tofauti na jinsi ambavyo Simba ilivyosema? Kwa hiyo unataka mimi wanachama mikoani ni wadanganye? Wanachama wa Simba waishi kwa kuisikiliza Simba inasema nini. Na Simba haiwezekani kila mmoja aongee. Utaratibu wa taasisi imemchagua msemaji wa kusema Ahmed Ali. Jana waandishi mlikuwepo uwanja KMC. Ndio. Manispaa pale Kinondoni. Alizungumza na waandishi ya kuzungumza. Amesemaje kuhusu hiyo mechi? Kwamba kama kuna taarifa kuhusu dabi itatolewa. Mimi niseme nini? Sasa mimi nikakuuliza kwamba maandalizi yenu kwa sababu dabi ipo. Maandalizi yapo. Kama mashabiki, mtu wa mpira huwa siku zote mara moja mara mbili anakwenda kwenye mpira. Maandalizi gani? Ya kushangilia, maandalizi ya pesa. Nimezungumzia kwenda kujaza uwanja wa Benjamin William Mkapa kama ambavyo ilikuwa inatajwa siku za nyuma kidogo kabla ya dabi kuahirishwa. Kwani kwa mujibu wa bodi ya ligi mechi mwenyeji nani? Ukiangalia kwa mujibu wa bodi ya ligi. Kwa mujibu wa bodi mwenyeji ni Yanga. Basi mimi nafikiri kwamba wao ndio wanaweza kujibu vizuri haya maswali yao. Kwamba waja ula. Kwamba Yanga wanijibu shabiki wa Simba kutoka mkoani Kibondo, Kigoma. Yes, kwamba utaujaza uwanja au la. Bana, mimi namzungumzia shabiki wa Simba ambaye yuko Uvinza anataka kuja Dar es Salaam. Shabiki wa Simba yuko Uvinza, mshabiki wa Simba yuko Dodoma, amesikia kauli ya viongozi wa Simba. Sasa yeye asimsikilize Kisugu anasema nini kwa sasa hivi, awasikilize viongozi wa Simba wamesema nini. Moja ya kiongozi wa Simba alikuwa nafasi ya usemaji ni Ahmed Ali, amesemaje? Maana kuna shabiki mwingine anakuwa anasema mimi role model wangu ni mtu fulani, mwingine anasema akiongea Kisugu basi sawa, mimi Kisugu wewe namuelewa sana. Yeye kama anataka kunisikiza mimi nikiongea maneno yangu ninachomwambia, na yeye amsikilize Ahmed Ali.
kwamba taarifa itatolewa. Yes. Sasa mimi nikasema kwa mtu ambaye yuko tumchukue mtu ambaye yuko Chunya Mbeya huko yuko sio Chunya Rashidi, awe kwetu Mkugilo, awe dada yangu Mama Doris. Mkugilo iko wapi? Si umeelewa vizuri? Kinachotakiwa kuisikiliza Simba imesema nini. Shida yenu nyinyi Rashid, mnataka kulazimisha limao iwe ndimu. Hapana Kisugu, hapana, kwa sababu sisi tunaona muda umesaliwa ni mchache. Rashid, kuelekea hiyo dabi kwa mujibu wa taratibu za mpira wa miguu, kwa mujibu wa bodi ya ligi imebakia siku ngapi? Tukilala leo, kesho Jumanne, kesho kutwa Jumatano. Basi tuwe vumilivu. Jumatano siko kesho kutwa tu. Tuwe vumilivu Rashid, utajua kinachoendelea. Mimi nimesema nimeguswa na huyu shabiki ambaye yuko mbali ya Dar es Salaam. Dunia hii teknolojia Rashid. Dunia na teknolojia hii. Sehemu gani ambayo wewe unaamini Tanzania teknolojia hakuna? Kwa hiyo mwana Simba gani ambaye unaamini kwamba katika kuzungumza Ahmed Ally akusikia? Yani wewe Rashid unachotaka mimi nene na guest na Ahmed Ally? Kwa hiyo una maana ya kwamba shabiki wa Simba ambaye yuko Sumbawanga yeye aje tu Dar es Salaam kwa sababu mchezo upo. Unasema wewe? Au nimekuelewa vibaya? Unasema wewe. Jumatano mbaki siku ngapi? Tuna siku moja tu. Basi inshallah. Kisugu, imetajwa kwamba kwenye mchezo huo, nimemsikiza Ali Kamwe ndugu yako tena wa jina yako, wewe unaitwa Ali Mikoi Kisugu, sawa sawa? Yes, sawa. Na yule anaitwa Ali Shabani Kamwe. Sawa. Anasema ile tiketi ya Machi 8 ambayo haikutumika kwenye ule mchezo njoo nayo Benjamin Mkapa utatumia kuingilia. Si unayo? Ali amesema? Amesema nani? Ali Kamwe. Msemaji wa nani? Wa Yanga. Wewe unaamini taarifa ya Ali Kamwe anampa nani? Amezungumzia kwa nasema taarifa ya Ali Kamwe unaamini anampa nani? Yeye Ali Kamwe amezungumza kwa mashabiki watakaofika Benjamin Mkapa siku ya Jumatano. Ali Kamwe ni nani? Unamjua vizuri? Ali Kamwe si nani, ofisa habari wa Yanga. Kwa hiyo akisema anaisemea nani? Ile sauti ya Yanga. Kwa hiyo anawaambia nani? Bwana Kisugu kwamba anawaambia wana Yanga. Sio kweli. Mimi nimezungumza na wewe, kuna siku nilikuwa nazungumza na wewe na ukanionyesha hizi kadi ulizonazo, lakini pia wako mashabiki wengi ikiwemo hata pasi. Kuna siku wewe ulinuku vibaya, tiketi nilikopo na mimi ninayo nailinda, ambayo ni mechi yetu ya Simba ile ilishwaga ile. Ilitakiwa kucheza katika uwanja Benjamin Mkapa kaenda Zanzibar. Kwa hiyo tiketi hiyo ninayo. Sio tiketi ya Machi 8. Hapana. Kisugu una tiketi ya Machi 8? Ninayo tiketi hii ya Simba zidi ya Barakani katika uwanja Benjamin Mkapa. Tiketi ninayo kweli. Labda huku nielewa vizuri hapa. Nimehifadhi. Ya Machi 8. Yes. Kwa ya mechi kati ya Simba na Barakani. Hivi unaamini kwamba Simba na Barakani ndio kucheza Benjamin Mkapa? Unaamini kwamba na Simba walinunua tiketi? Watu walinunua. Washatumia? Swali ambalo utazitumia kwenye Simba Day. Ndio hizi mimi ninazo bado nailinda. Kwa hiyo umetuza kwa ajili ya Simba Day? Yes. Sasa ya Machi 8 umeambiwa uende nayo. Iko wapi? Sina. Sasa kama una, maana tayari Yanga wamekwisha tangaza vituo ambavyo tiketi zinapatikana. Yes, wenye uwezo Mungu alowajalia riziki watakwenda kununua. Ukiwa miongoni sasa mwa mashabiki nguli ambao unakuwa umebeba picha ya watu wengi, watu wakiona picha ya Kisugu wanasema Kisugu yule, maduka yako tayari kusha tangazwa. Ni kweli, nami nimesikia umetangazwa. Lakini kwenda mpilani kununua tiketi nategemea uwezo. Hali zangu kidogo sio vizuri, siko sawa sawa. Kwa hiyo Rashidi, kama wewe utaamua kunipeleka basi nikatie. Sasa wito wako ni upi sasa kwa mashabiki kwamba kwenda kuujaza uwanja? Kila mmoja anategemea kitu ambacho anacho. Kila mmoja atafikiria kwa namna ambavyo akili yake inavyomtuma. Siwezi kuwashikia watu akili. Siwezi kuwashikia watu akili. Kila mmoja atajiongoza mwenyewe. Mwingine akisema nyeupe atasema nyeupe, akisema blue aseme blue. Wewe unataka mimi nizungumzeje? Sawa, kwa hiyo kwa taarifa ulizonazo mpaka sasa maana huwa kuna zile tambo za mashabiki, maandalizi ya mchezo yakoje? Tunazungumzia lile joto, rabsha zile fukuto lile la dabi. Joto lilikuwa kubwa na maandalizi yalikuwa mazuri, na ndio maana tuenda kuchukua point 3 zidi ya Kagera. Mimi nimezungumzia dabi, sijazungumzia mchezo zidi. Wewe umeniuliza miswali. Nimesema joto lilikuwa kubwa, maandalizi yalikuwa ya uhakika, na ndio maana tumekwenda kuchukua point 3 zidi ya Kagera. Kagera Sukari. Yes. Uko na mechi ilikuwa ngumu.
Mmeshinda 1-0. Yes, tunamshukuru Mungu tumepata point 3 zidi ya goli moja. Goli moja point 3. Sasa we kwa taarifa ulizonazo labda wanufaishe na wanasimba wengine bwana, vipi maandalizi ya timu ambazo we unazo zile za chini chini zile za ndani za kikachero, kwamba namna ambavyo timu inajifua, kwamba unaweza kuambia wanasimba bwana, jipigeni vifua ili tizi linapigwa huku kwa ajili ya siku ya Jumatano, si mchezo. Taarifa ndio kwa nazo mimi labda za usajili tu Rashid. Hapana bwana Kisugu bwana. Mimi nimezuka. Nisikilize. Wewe unaniuliza au una maswali majibu yako? Hapana. Taarifa nilizokuwa nazo mimi za usajili wa klabu ya Simba, maandalizi ya usajili yameshaanza ili kuhakikisha mwakani tunakwenda kufanya vizuri zaidi kwenye klabu bingwa barani Afrika. Mimi labda kama niliweke swali langu vizuri, mimi nilikuwa nasema kwamba kwa sababu kuna shabiki mwingine anakutazama sasa, anasema bwana, nimemwangalia Kisugu kwenye interview alikuwa anaongea, unaambiwa hilo tizi linalopigwa Dar es Salaam kuelekea siku ya Jumatano, weka mbali na watoto. Alikuwa karibu na timu, nafikiri jana amesema Ahmed Ali. Ndio mwenye karibu na timu. Bwana unarudisha tulikotoka ndugu yangu Kisugu. Ahmed bwana, sawa.